Safari yangu ya ujauzito ilianza tangia mwezi wa kwanza mpaka nakuja kugundulika na mapacha watano. Niligundulika nikiwa na miezi mitatu. Kwa safari yangu tangia nimefika hapa, maana nimefika hapa ujauzito ukiwa na wiki 18 inaenda 19. Nilipata mapokezi mazuri ambayo siwezi kuelezea kwa kila muuguzi anayefanya kazi hospitali. Malezi na kwenda kuelewa watoto kwa upande mwingine ni kwa sababu watoto watano si mchezo. Naiomba serikali ya awamu ya 6, Mama Samia Suluhu Hassan, kokote uliko ukisikia hii sauti yangu, yeye ni mwanamke kama mimi na yeye ni mama pia. Niliyoyapitia mimi anayajua. Naomba aniunge mkono au atunge mkono mimi pamoja na mume wangu, atusaidie ili mradi hawa watoto tuwalee kwenye mazingira mazuri. Kama baba nimepokea kwa furaha kwa sababu hakuna mtu ambaye atakataa kizazi chake. Bali nimepokea kwa furaha sana. Hata kama hali sio nzuri, lakini nimelipokea kwa furaha sana. Yoyote atakayeguswa na hili, kama ataonyesha mchango wake wa kusaidia hili, basi tunashukuru, itakuwa ni jambo la heri kwa sababu ya kuboost hii familia ili iweze kufika malengo ambayo tunatarajia. Kwa kila mmoja ambaye alikuwa hapa anatamani familia ione ikiwa bora. Tumebahatika kufanya operation na kumzalisha mama mjamzito watoto 5. Tukazungumza na familia. Baada ya kuzungumza na familia, tukakubaliana kwamba mama sasa tumuhamishe aje hospitali, mimba ikiwa na wiki 27. Tukafanya arrangement zote. Siku ya pili tukaenda kumfuata, tukamleta hospitali. Kwa hiyo kutangia hapo amekaa hospitali sasa hizi yapata wiki ya 5. Mpaka jana tunamfanyia upasuaji. Akiwa hapa tukafanya vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba afya ya mama inakuwa vizuri, lakini na watoto nao wanakuwa vizuri. Kati ya hao watoto 5, watoto 4 ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, leo ni siku ya pili baada ya upasuaji. Mama anaendelea vizuri, anatembea, anaenda kunyonyesha watoto wake kwa sababu watoto wako kwenye chumba maalum cha uangalizi. Lakini pia watoto wote 5 wanaendelea vizuri na wako chini ya uangalizi.